Kila wakati panapotokea janga zito ama ni ajali au ugonjwa ulioshindikana, kwa kawaida wengi hupelekwa katika hospitali kuu ya Kenyatta. Ni hospitali inayopokea wagonjwa wengi zaidi humu nchini. Hii ni ghorofa ya 6 ndani ya hospitali kuu, upande wa 6C, ambapo wagonjwa wote eneo hili wana matatizo ya viungo, wamevunjika kutokana na ajali mbalimbali. Ila sasa kwa wasio na uwezo huwa chuma chao kimotoni. Kupitia picha hizi za Mwanagenzi, chumba hiki kinafahamika kama side room, ndio makao ya wale wasio na uwezo wa kulipa ada ya matibabu. Na hapa wagonjwa wenye magonjwa mbalimbali wametengwa hapa. Hii ikiwa siri kuu kwa wasimamizi wa wodi hii, ambao wanadaiwa kuondoa magodoro kwenye vitanda hivi, wakidai kwamba hawana nafasi hapa, kwani vitanda sasa vinasubiri wagonjwa wengine. Nilitoka huko nikatukia macho ya chakula. Kutoka hapo nikaambia nilale room nyingine kwa huko ndogo. Mpaka leo mimi nalala huko. Na kwa wanaotafuta wagonjwa wao kwa wodi. Mmefungiwa kwa nini? Sababu wanasema sisi hatujalipa bill na kuna wagonjwa wenye wanaingia, sasa ni lazima tutoke tuende tukalale huko chini. Pesa na yenyewe sasa hizi koshwa penye inaweza toka. Jua pesa na yenyewe. Sasa dirisha wasipotokea. Sasa njoo, yani vile atafanya ndio litakuwa. Duru zimearifu kwamba chumba hiki kinapaswa kuhifadhi takriban wagonjwa 32, na iwapo wanabanana zaidi, baadhi hutoka kutafuta hifadhi kwa wagonjwa wengine. Tunakaa hata zaidi ya wiki 3 bila kuona daktari. Faro zinaletwa asubuhi, tunangojea round, inafika saa 7, round haijafika, faro zinaokotwa zinaenda. Wiki nyingine inamuko Monday zinaletwa file. Tunakaa na file mpaka saa 8 zinaokotwa bila kuona daktari. Kama kuna mtu anafanya bindi kwa hiyo hospitali ya Kenyatta, ni mtu wa chakula na mtu wa kwenda choo. Na kadri wanavyoketi hapa ndivyo ada ya matibabu inavyoongezeka. Hata ingawa hawatumii vitanda hivyo, wagonjwa wakihofia kuambukizana magonjwa mengine. Ni taswira ambayo afisa mkuu wa hospitali ya Kenyatta ameikana. Nikimnukuu, "Kwa sasa sina habari kuhusiana na swala hilo, ila hospitali hii hupata hasara ya takriban bilioni 4 kwa mwaka kutokana na visa vya wagonjwa kushindwa kulipa ada ya matibabu." Mwisho wa nukuu. Huku usimamizi ukiendelea kuhesabu hasara kutokana na wagonjwa kushindwa kulipa ada ya matibabu. Je, hatima ya wagonjwa hawa itakuwa ipi?